Iran imedai kuwa jeshi lake la mapinduzi ya Kiislamu IRGC limefanya shambulio kubwa la makombora dhidi ya kituo cha ujasusi cha Israel Mossad kilichoko mjini Tel Aviv. Taarifa rasmi kutoka Tehran zinasema kuwa shambulio hilo lililenga kituo muhimu cha kijasusi kama sehemu ya operesheni pana dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Israel. Tukio hili limeelezwa kuwa hatua ya kisasi kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo ya kijeshi na ya nyuklia ya Irani miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya Irani, mashambulizi hayo yalihusisha matumizi ya makombora ya masafa marefu, baadhi yakiwa aina ya hypersonic, ambayo ilielekezwa kwenye vituo vya jeshi, maeneo ya kuhifadhi silaha na hasa makao makuu ya Mossad. Taarifa kutoka vyombo vya habari vya kimataifa zinaonyesha kuwa sehemu ya makombora hayo yaliweza kupenya mifumo ya ulinzi wa anga ya Israel, huku mengine yakizuiliwa na mifumo kama Iron Dome. Video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha shimo kubwa ambalo limejitokeza karibu na eneo la jengo la Mossad, ingawa taarifa rasmi kutoka Israel hazijathibitisha uharibifu huo. Shambulio hili limetokea katika kipindi cha mvutano mkali kati ya mataifa hayo mawili, ambapo Marekani, mshirika wa karibu na Israel, imechukua msimamo mkali dhidi ya Irani. Rais wa Marekani Donald Trump alikataa kushiriki katika juhudi za kusitisha mapigano, akisisitiza kuwa anataka mwisho halisi wa mgogoro huo. Mashirika ya haki za binadamu yameelezea wasiwasi wao kuhusu athari za kibinadamu zinazoweza kutokea endapo vita kamili itazuka, huku mamia ya raia wakihama makazi yao kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi. Katika majiji ya Tel Aviv na Jerusalem, milio ya milipuko na ving'ora vya tahadhari vilisikika usiku kucha, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi. Ripoti kutoka hospitali mbalimbali zinasema kuwa watu kadhaa walijeruhiwa kwa vipande vya mabaki ya makombora, lakini baadhi yao walipata mshtuko wa kisaikolojia. Hali ya usalama iliboreshwa ghafla, majeshi ya Israel yakiwekwa katika hali ya tahadhari ya juu na safari za ndege kuathirika kwa muda. Kwa sasa hali ya wasiwasi imeendelea kutanda Mashariki ya Kati, huku mataifa jirani yakihofia kuhusishwa katika mgogoro huu wa kijeshi. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa imetoa wito kwa pande zote kujizuia na kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia ili kuepusha maafa zaidi. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wanatahadharisha kuwa mashambulizi haya yanaweza kuwa mwanzo wa mapigano makubwa yasiyokuwa na mshindi. Shambulio hili dhidi ya Mossad linaashiria kwamba mzozo kati ya Iran na Israel umefikia kwa kiwango cha hatari, ambapo miundombinu ya kijasusi na kijeshi inakuwa sasa malengo ya moja kwa moja. Ingawa uharibifu halisi bado unachunguzwa, tukio hili linabeba ujumbe wa kisiasa na wa kijeshi kwamba Irani ina uwezo wa kufika malengo nyeti ndani ya ardhi ya Israel. Dunia inatazama kwa tahadhari kile kinachoweza kuwa moja ya mivutano mikubwa zaidi ya karne hii katika Mashariki ya Kati. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.